Napenda nikuhakikishieni kuwa serikali imeweka mfumo madhubuti wa kusimamia na kufuatilia utekelezaji wa miradi itakayotekelezwa kupitia fedha za sukuk. Fedha hizi zilizopatikana zitapelekwa moja kwa moja kwenye miradi ya maendeleo yenye tija kama vile miundombinu ya barabara Unguja na Pemba, bandari jumuishi ya Mangapwani, kituo cha matibabu ya saratani cha hospitali ya Binguni, na kumalizia kazi ya ujenzi wa jengo la Terminal 2 la uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abedi Amani Karume. Kukamilika kwa miradi hii kutaongeza fursa za kuimarisha maisha ya wananchi, utoaji wa huduma bora za kijamii na kukuza uchumi wetu kwa faida ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Kutokana na hatua hii muhimu, nchi yetu sasa imekuwa ni kituo kikubwa cha kujifunza kwa nchi na serikali zilizopo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki pamoja na taasisi za kifedha mbalimbali. Tayari tumeshaanza kupata maombi ya baadhi ya nchi kutaka kujifunza namna gani ya kuliendesha jambo hili. Ni dhahiri kuwa tukio hili la leo ni uthibitisho kuwa tumeweza kufikia malengo tuliyojiwekea. Wito wangu kwenu ni kuendelea kuwa wabunifu na wenye kujituma katika kutafuta njia mbadala na bunifu za kupata fedha za miradi yetu ya maendeleo. Ndugu wananchi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, napenda kuwapongeza na kuwashukuru wawekezaji wote wa ndani na nje kwa imani yenu kubwa kwa Zanzibar na kwa dira yetu ya maendeleo. Hakika ushiriki wenu ni ishara ya imani mlionayo kwa Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar na utayari wenu wa kuchangia mipango yetu ya maendeleo. Wanaume wameelewa zaidi faida ya uwekezaji, lakini vile vile wanahamasika zaidi na wako rahisi zaidi katika kuwekeza. Mheshimiwa, sisi wanawake, alafu na mimi ndo mwenyekiti wa Wawaza. Sisi wanawake, idadi yetu ambao tumewekeza kwa mtu mmoja mmoja ni idadi yetu ni 56, sawa na 15%. Na hii inatufanya kuona namna gani tunaweza tukatengeneza sera wezeshi pamoja na mipango mikakati ya kuwafanya wanawake waweze kuingia katika sekta ya fedha kwa namna ya kuwekeza pamoja na kufanya miamala mbalimbali kwa kutumia taasisi zetu za kifedha. Pengine sisi tunawekeza zaidi kwenye maeneo mengine ya vikoba na kwingineko. Mheshimiwa, taasisi kwa ujumla wake zina comprise 7% ya wawekezaji wote, ambapo public institutions zinaongoza kati ya 7%. Idadi ya public institution ni 23, ambayo hawa ni sawa na 79%. Leo ni siku ya kihistoria Mheshimiwa, sio tu kwa kufunga awamu ya kwanza ya uwekezaji wa sukuk na kukabidhi fedha zilizopatikana katika awamu hiyo, bali tunasherehekea hatua kubwa ya mabadiliko katika safari yetu ya kuimarisha mbinu mbadala za fedha, maendeleo jumuishi na uwajibikaji kwa misingi ya sharia. Mafanikio haya yametokana na maono ya mbali yaliyowekwa na serikali yako ya kuhakikisha kuwa Zanzibar inapata njia bunifu za kugharimia miradi ya maendeleo. Kupitia uongozi wako imara na usaidizi wa karibu kutoka Ofisi ya Rais Fedha na Mipango, tumeweza kuyatafsiri maoni yako kwa hatua halisi. Programu hii ya sukuk inaashiria sio tu ufanisi wa kifedha, bali pia uaminifu wa wananchi na uadilifu katika kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo inafanywa na serikali. Naomba nichukue fursa hii kuishukuru Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kutupa fursa ya kuwekeza katika sukuk bonde Zanzibar. Sisi kama Jumuiya ya Mifuko ya Hifadhi ya Jamii tunajisikia fahari kwa kuwekeza katika eneo hili la uwekezaji, kwa vile ni moja ya maeneo salama sana ya uwekezaji katika mifuko ya hifadhi ya jamii kwa maslahi ya taifa letu. Kuwekeza katika sukuk bond ni uwekezaji wa muda mrefu, lakini wenye matarajio na mafanikio makubwa, ambayo yote kwa ajili ya kuongeza kuboresha miundombinu ya kiuchumi na huduma za kijamii Zanzibar na taifa letu kwa ujumla.